Bwana, tunafahamu kwamba shauku ya mashabiki wapenda soka, wadau wa soka hapa nchini ilikuwa ni kufahamu kile ambacho kimejili kwenye kikao ambacho kimeitishwa na Wizara ya Habari, Sanaa na Utamaduni na Michezo, ambapo tumeona kikao hicho ambacho kimefanyika kwenye ofisi za BMT kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Ulihusisha pia viongozi wa klabu ya Yanga, Simba, lakini pia uongozi wa TFF pamoja na bodi ya ligi kujadili kile ambacho kilitokea Machi 8 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, dabi ya Simba na Yanga, ambao tuliona dabi ile iliahirishwa kutokana na mambo kadha wa kadha ambayo yalijitokeza. Sasa mara baada ya kikao hicho, kama ambavyo nimekutaarifu kwamba shauku ya mashabiki wapenda soka walitaka kujua pengine nini ambacho kimeamuliwa kwenye kikao hicho. Sasa hii ni kauli ya Engineer Hersi Said, rais wa klabu ya Yanga, ambaye alikuwa moja kati ya watu ambao wamehudhuria kikao hicho, lakini pia tumemwona Makamu Arafat pia alikuwa miongoni mwa watu ambao walikuwa kwenye hicho kikao. Alex Ngai pia ni moja kati ya watu ambao walikuwepo, mtendaji mkuu Andrew Mtine. Sasa hii ni kauli ya rais wa klabu ya Yanga akizungumza kile ambacho kimejili kwenye kikao hicho. Tumekuwa na kikao kizuri. Tulialikwa na Mheshimiwa Waziri Profesa Palamagamba Kabudi, na mkutano huu ulikuwa unataka kujua nini ambacho Club Young Africans inakiendea kwenye discussion ya mchezo wa 184 dhidi ya Simba uliopangwa kucheza tarehe 8 mwezi wa 3 2025. Uongozi wa Club Young Africans pamoja na ukiwa umeambatana na excom wake wote pamoja na mtendaji mkuu uliweza kukutana na Mheshimiwa Waziri na Mheshimiwa Naibu Waziri, Mheshimiwa Katibu Mkuu, Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu na mwenyekiti wa Baraza la Michezo la Taifa kwa ajili ya kujadili kitu ambacho kitokea. Bahati nzuri Club Young Africans kupata nafasi ya kufikisha yale ambayo ni msingi kabisa yanayohusiana na mchezo ule, na baada ya kufanya hivyo platform ambayo Mheshimiwa Waziri na jopo lake walitengeneza, dhamira yake kubwa ilikuwa ni kusikia nini kinachotoka kwa viongozi wa Young Africans, na sisi wakati wote tukiwa kama viongozi tunasimamia interest ya taasisi yetu, ambayo taasisi yetu inasimamia wanachama na timu kwa ujumla. Kwa hiyo tulikuwa kufikisha ujumbe wetu na uhusiana na position yetu kama taasisi, lakini pia Mheshimiwa Waziri na timu yake wakatusikiliza kwa kirefu, wakapata nafasi ya kuuliza maswali, kutaka kujua, na tuliweza kufikisha ujumbe wetu vizuri. Na Mheshimiwa Waziri alikuwa na mwanzo mzuri kwa kueleza kwamba platform hiyo sio platform inaweza kufanya maamuzi, isipokuwa ni platform ya kutafuta solution ya tatizo ambalo limetokea. Kwa hiyo alikuwa anataka kujifunza kutoka kwa Young Africans nini hasa kinachowasibu na nini position yao. Kwa hiyo tumeweza kufikisha yote ambayo tunastahili kuyafikisha kama viongozi, ambayo yanabeba ujumbe wa kamati ya utendaji, lakini ujumbe wa wanachama wetu na mapenzi na mashabiki waliokuwa nchi nzima. Ujumbe huu umefika, Mheshimiwa Waziri na timu yake wamepokea, tumewaachia wafanye kazi na tumekubaliana tutakuwa na vikao vingine endelevu kwa ajili ya kutafuta solution ya jambo hili. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuifikisha message hii kwenu kwa wanahabari ili muweze kujulisha umma wa Tanzania, lakini pia nichukue fursa hii kuambia wanachama na mashabiki wa Club Young Africans sisi tuko hapa kwa ajili ya kusimamia interest za taasisi yetu, na ni watoe hofu ya namna yoyote, wasiingiwe na hofu ya namna yoyote. Viongozi wao ni viongozi imara na wako hapa kwa ajili ya kusimamia interest za taasisi. Kwa hivyo wakae kwa kutulia, na solution itakapopatikana tutaweza kurudi kwao na kuwajulisha. Bwana, hayo ni majibu ya rais wa klabu ya Yanga Engineer Hersi Said, lakini kubwa zaidi akiwatoa hofu mashabiki ambao pengine walikuwa wanasubiri kwa hamu kubwa, na akizungumza kwamba kinachosubiriwa kwa sasa ni maamuzi mara baada ya kikao hicho kufanyika. Kinachosubiriwa ni maamuzi, kuona nini ambacho kitafanyika, lakini moja kati ya mambo ambayo ameeleza Engineer Hersi Said ni kuhusiana
na msimamo wao. Na nukuu kile ambacho amekizungumza pia, anasema tumefikisha ujumbe wetu tuliokuwa nao kwa waziri, na niwahakikishie wanachama wa Yanga viongozi wao ni imara na tutapigania maslahi ya klabu yetu. Hiyo ilikuwa ni moja kati ya kauli ambayo ameitoa Engineer Hersi Said kwenye kikao hicho, lakini akasema mheshimiwa waziri alikuwa na mwanzo mzuri kwa kusema kuwa kikao chao sio sehemu inayoweza kutoa maamuzi, ila ni kikao cha kutafuta njia ya utatuzi kwa tatizo lililotokea, ila alitaka kujua kutoka kwa Yanga nini ambacho kinawatatiza. Ndicho ambacho pia amekizungumza Engineer Hersi Said. Kwa hiyo kwa kila ambacho kimetokea kwa sasa, tunasubiri kuona nini ambacho kitaamuliwa mara baada ya kikao hichi ambacho kimemalizika, na naamini pia mazungumzo ambayo yamefanywa na wizara pamoja na viongozi wa Yanga na Simba, bila kusahau viongozi wa TFF na bodi ya ligi, huenda sasa yakaja na majibu mazuri kutokana na kile ambacho kilitokea kwenye mchezo huo. Sasa hebu nikupitishe kwa kile ambacho kilifanya pengine mtanange huo kuhailishwa. Bwana, ni kutokana na kile ambacho wekundu wa Msimbazi Simba siku moja kabla ya mchezo wao walizuiwa kufanya mazoezi, na mara baada ya kuzuiwa wekundu wa Msimbazi Simba walikuja na taarifa kwamba hawato cheza mchezo ule mpaka pale haki itakapotendeka, kwa sababu ni haki yao kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo. Sasa nikupitishe kwenye barua ambayo wekundu wa Msimbazi Simba waliiandika mara baada ya kuzuiliwa kufanya mazoezi kwenye mchezo huo wa Yanga, ambao mengi yaliibuka, kauli mbalimbali ziliibuka. Tumeshuhudia pia uongozi wa klabu ya Yanga kupitia wanachama wake karibia mikoa yote wakieleza msimamo yao kuhusiana na kuto kucheza dabi hiyo, lakini wekundu wa Msimbazi Simba wao wakisema wanataka haki itendeke, na ikitendeka basi wao wanasubiri mchezo huo ambao bodi ya ligi mara baada ya kuahirisha mchezo ule ilitangaza rasmi kwamba watapanga siku nyingine na tarehe nyingine ya mchezo huo. Lakini wao Yanga wakasema kama si mchezo huo kutokuchezwa siku hiyo, basi hakuna mchezo mwingine ambao wataucheza dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo unaweza kuona nini ambacho kiliweza kujiri. Sasa nikupitisha kwa kile ambacho wekundu wa Msimbazi Simba kizungumza mara baada ya dabi hiyo kuwa imeahirishwa, ambapo Simba wao walisema kwamba wamezuiliwa na mabodyguard wa klabu ya Yanga na walipofanya jitihada pengine za kutaka kupata haki yao ya kufanya mazoezi hazikuzaa matunda, na mwisho wa siku wakaondoa kikosi chao kwenye mchezo huo na wakatangaza kutokushiriki mchezo huo. Na tukaona pia Yanga mara baada ya kuona wekundu wa Msimbazi Simba wamekataa kushiriki mchezo huo, wao siku ya mchezo walipeleka kikosi chao uwanjani wakidai kwamba wao wanafuata taratibu ambazo zimewekwa, na walivyofika uwanjani walifanya mazoezi na mwisho wa siku wakaondoka. Nao pia wakaja na kauli yao moja kwamba hawatoshiriki mchezo wote dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba, kwamba mchezo wao umemalizika na hawatambui mchezo mwingine dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo hayo ndio ambayo yaliweza kujili, na hiki ambacho kimeendelea ni sehemu ya kutafuta suluhisho la nini kifanyike juu ya kuchezwa kwa dabi hiyo. Lakini mpaka sasa bado bodi ya ligi hawajatangaza tarehe rasmi ya mchezo huo. Nadhani sasa hiki ambacho kinafanyika ni kutafuta mwarobaini ili mwisho wa siku dabi iweze kuchezwa, na wale mashabiki ambao pengine walisafiri, walitumia gharama za kwenda kutazama mchezo na kutokufanyika, basi wapate nafasi ya kuweza kutazama moja kati ya dabi bora barani Afrika, kwa sababu tunafahamu Simba na Yanga ni moja kati ya dabi bora barani Afrika. Ni zile dabi 5 ambazo zinapatikana kwenye bara la Afrika, bwana Simba na Yanga pia uwezo ukaitoa. Tunafahamu kuna dabi nyingi, kuna dabi ya Al Ahly dhidi ya Zamalek, lakini pia kuna Mamelodi dhidi ya Orlando Pirates, Kaizer Chiefs dhidi ya Orlando Pirates na dabi nyingine. Lakini Simba na Yanga pia ni moja kati ya dabi ambazo zimekuwa zikileta mvuto, lakini pia zimekuwa zikileta hisia mbalimbali. Kwa hiyo hicho ambacho kimetokea, tunasubiria kuona nini ambacho kitajiri ama majibu gani ambayo yatatolewa kuhusiana na dabi hiyo. Lakini kwa namna ambavyo uongozi wa klabu ya Yanga umezungumza, wao wameona
kila ambacho kimejili wameridhika nacho, na wao pia wanasubiri kuona nini ambacho kitaamuliwa na wizara juu ya mchezo huo. Tunafahamu kwamba kwa sasa ligi imebakiwa na michezo 7 kwa baadhi ya vilabu, lakini kwa upande wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi, Simba na Yanga, wao wamesaliwa na michezo 8. Na kwenye michezo 8 ambao wamesaliwa nayo, mchezo wao ama mechi yao ya kukutana imo, kwa maana ile haihesabiki. Hata kama Yanga wanasema kwamba hawatocheza, lakini kwenye ile ratiba ya michezo ambayo imesalia, unaona kabisa kwa upande wa klabu ya Yanga kwenye michezo 8, Wekundu wa Msimbazi Simba wamo kwamba bado hawajamalizana. Lakini pia Wekundu wa Msimbazi Simba kwenye michezo 8 iliyosalia, wao pia inaonyesha hawajamalizana na klabu ya Yanga. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho kimejiri, lakini kwa sasa tunasubiri maamuzi ambayo sasa yatatolewa. Lakini kuna taarifa za klabu ya Yanga kwenda kwenye mahakama ya usuluhishi wa masuala ya kimichezo CAS. Taarifa pia tumeziona hizo, lakini tunasubiria kuona nini ambacho kitaamuliwa kwenye mchezo huo nambari 184 ambao uliahirishwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kati ya Simba na Yanga. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.